Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Leo ikiwa ni siku ya maadhimisho ya wanawake duniani, wanawake mkoani Rukwa wameelezea fursa wanazozipata katika jamii, ikiwemo kushika nafasi mbalimbali za uongozi. Hata hivyo, pamoja na mafanikio hayo, wameeleza kwamba bado wanakabiliwa na changamoto ya kifedha kwazo katika kuhakikisha malengo yao. Tuwe na umoja hivi kwa sababu tunapewa nafasi tofauti tofauti, hata serikalini pia tunapewa nafasi tofauti za kuongoza. Huu ni umri mzuri kuendelea kuweka mipango, angalau hata baadaye naweza kuwa kiongozi wako. Natamani kushika nafasi ya ubunge ili niweze kuelimisha jamii na wanawake wenzangu, tuweze kuwa moto, tuachane na elimu za nyuma ambazo hatujawahi zikamilisha. Yani tukamilishe na familia zetu zikamilishe elimu ziweze kupata madaraka ya juu. Bila kuwa na pesa kwa kweli tuwezi kufikia ndoto zetu. Wako wanawake wengi ambao wamesoma, wana uwezo kiongozi, lakini inapokuja swala la pesa tu, hapo ndo mwanamke anarudi nyuma. Wanasimama watu wengine ambao wana uwezo mkubwa kifedha na wajumbe kama wanavyojua. Hiyo ni changamoto kubwa, lakini iko mifumo dume ambayo inaamini kwamba bado wanawake baadhi ya maeneo hawawezi kufiti. Tuendelee na kurasa. Wananchi wa mtaa wa Karakata, kata ya Kipawe, wilayani Ilala, jijini Dar es Salaam, wameiomba serikali kuweka matuta katika barabara inayoanzia daraja la Airport hadi Karakata ili kudhibiti mwendo kasi wa vyombo vya moto katika kona kali. Wakiongea na kurasa, baadhi ya wakazi wa Karakata wamesema kuwa licha kuridhishwa na uboreshaji wa miundombinu, wamekuwa wakishuhudia ajali zinazotokana na mwendo kasi, hasa kwenye kona kali zilizopo barabarani. Kubwa zaidi kukutana nayo barabara kwa mbovu, lakini sasa imetengenezwa vipande, tunashukuru, lakini pale matuta hakuna, kutokana kuna wanafunzi wanatembea wanatoka shuleni wanaitumia hiyo barabara. Kwa hiyo tunakuwa tuna wasiwasi na wao sababu watu wanakimbia sana. Kwa hiyo tunaomba tuwekee matuta ili mradi kuhatarisha usalama wa watu. Pale kwenye barabara kweli katika zile kona ni kali. Kwa angeweka matuta, maana watu wanafutika sana, wanaomba wanakimbia. Alafu kwa mida kama saa 4 hivi, siku ambazo za shule Jumatatu mpaka Ijumaa, kuna watoto wadogo wanaruhusiwaga kwa wale kidogo. So sana ni kwa hiyo utakuta anaingia sana. Alafu utakuta mtu katoka juu huko anaiva kwa hiyo anakimbia kwa hiyo. Kwa pale angeweka matuta kuanzia pale mpaka kwenye lami huko inapoishia, na huko lami kidogo wangetuendelezea mpaka mbele. Kwa naomba matuta yawe yazidishwe katika barabara hii, maana sasa hivi ajali zinakuwa zinatokea mara kwa mara, afu isitoshe barabara pia ni ndogo sana, nyembamba. Na pia tulikuwa naomba barabara ilipoishiwa iendelee mpaka mwisho. Hiyo ndio ombi letu kubwa sana. Tumalizie kurasa kwa hili. Katika kusherehekea siku ya wanawake duniani huko mkoani Tabora, katika wilaya ya Kaliua, wanawake wilayani humo wamepata tumaini la kupata majengo mapya kwa ajili ya kujifungulia. Katika kuadhimisha sherehe hizo, uongozi wa wilaya hiyo umefanya ukaguzi katika ujenzi wa majengo hayo ya kituo cha afya Uliankuru. Leo kabla ya kufika kwenye sherehe hizi, tulipata nafasi ya kutembelea kituo cha afya Uliankuru, na sisi kama serikali ngazi ya wilaya kuna kiasi cha fedha ambacho tumejikomiti tutatoa kuanzia wiki ijayo kwa ajili ya kuimarisha miundombinu za kituo kile. Lakini maelekezo yangu kwa mkurugenzi na mwenyekiti wa halmashauri, endeleeni kufanya tathmini ya ujenzi wa miundombinu unaoendelea kufanyika kwenye kituo husika. Uwepo wake hiki kituo unapokea wazazi wote wenye uzazi pingamizi katika jimbo la Uliankuru, ambapo tuna takriban vituo 24 ambavyo vinaleta wazazi na watoto waliopata changamoto na watu wengine wenye changamoto katika kituo hiki. Kwa mwezi tunakuwa na wagonjwa wa nje ambao wanaweza wakazidi 1500 kwa wastani. Tunakuwa na wazazi ambao wanaweza wakazidi 224 ambao wanakuwa wamejifungua. Kweli kituo chetu hiki cha Uliankuru kinatusaidia vizuri. Tunapata huduma nzuri kwa sababu tukishindikana labda kujifungua kule kwenye zahanati zetu za vijiji, tunakimbizwa na nicho kituo cha afya hapa Uliankuru. Kwa kweli tunashukuru, huduma ni nzuri na tukifika tunapokelewa vizuri. Kusaidia kwa mfano mimi pale utamtamke pana zahanati. Sasa kule nikiwa nimeugua labda muda mrefu, labda sijapata huduma ile ya kusema naweza nikapona, ndo wananiandikia rufaa, sivyo? Wananileta kwenye kituo cha nani hapo Uliankuru hapo.
kituo cha afya cha Uliankuru. Kwa kweli tunashukuru sana serikali, tunaishukuru. Tunapata matibabu mazuri ambayo sio ya kubabaisha. Mgonjwa akienda pale yuko hoi mahututi na anapata matibabu mazuri na anapona. Kwa kweli serikali tunaishukuru sana kwa nguvu zinazotumika pale. Madokta wako hodari na wala hawanyanyasi wagonjwa. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu Jumamosi ya leo. Tafadhali usikose kufuatilia kurasa hapo kesho. Kwa niaba wale wote walioshiriki kukuletea kurasa, jina langu ni Samson Charles. Nikikutakia weekend njema, endelea kufuatilia vipindi bomba na makini sana kupitia hapa East Africa TV. Kurasa.